Sauti Live. Sauti Live. Sauti Live. Na mtazamaji, Jumapili show ni moja na hii ni Sauti Live. Karibu sana, tuendelee kutafakari matendo makuu ya Mungu kupitia muziki mtakatifu, lakini kubwa ufufuko wake. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tunasema tumekombolewa kupitia mti wa msalaba. Tuna kila sababu ya kuona fahari juu ya msalaba na kufanya shangwe. Leo katika Sauti Live nina watu wangu wa nguvu kabisa jamani, wanatoka parokia ya Kimanga. Mtakatifu Mtakatifu Augustino. Hiyo ni kwaya parokia Kristo mchungaji mwema. Aha. Mimi nakuahidi mtazamaji kupata mambo mazuri, kupata muziki mzuri, muziki mtakatifu, muziki wa Pasaka. Langu jina ni Mary binti wa Yuda. Nisiongee sana. Hebu tupate burudani kwanza kutoka kwao, kwaya Mtakatifu Augustino. Karibuni.
ushiriki na umisionari. Naam, mtazamaji karibu sana katika Sauti Live. Kama ndio kwanza unaungana nasi, nipo na kwaya Mtakatifu Agustino kutoka parokia ya Kristu Mchungaji Mwema Kimanga, jimbo kuu la Dar es Salaam. Karibu sana, tuendelee kufanya shangwe za Kristu mfufuka. Tumwimbie Bwana wapendwa. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Naam, mtazamaji, nambari yetu inapita chini ya runinga yako ambayo ni 0742773444. Tafadhali usipige, tuma ujumbe wako nami nitaufikisha kwa wahusika. Kama kuna jambo ambalo unatamani kulifahamu kutoka kwa ya Mtakatifu Agustino, tafadhali tuma ujumbe wako nami nitauwasilisha hapa. Mapendo wapendwa. Daima. Mapendo. Daima. Haya, huyu anasema tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Anasema Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki sana. Kwaya Mtakatifu Agustino Kimanga, kwaya master, amenikosha sana. Yeye anaitwa Mary Mtani kutoka Dodoma. Kwaya master. Makofi kwake kwaya master jamani. Sogea kiseme hapo kwaya master. Songe kidogo. Kwaya master, umemkosha Mary kutoka Dodoma. Waji na huyu. Jina lako kwaya master tafadhali? Naitwa Emmanuel Steven. Yeah. Unamwambia nini Mary kutoka Dodoma? Umemkosha sana. Bila shaka katika roho na kweli Mbona sijibu? Okay. Hiyo nimesema mimi tu. Basi na mimi amenikosha kama mimi alivyonikosha. Kama rudi bana, mbona hivyo? Kama vipi? Mimi amenikosha kama vile yeye alivyokosheka na mimi. Kiswahili cha sisi. Kiswahili kigumu sana unajua. Aha. Haya. Tumekoshana. Mmekoshana kwa kifupi. Mary kutoka Dodoma umempata Haya, utuambie basi hiyo fimbo ambayo umeshika. Wengine pengine watu tunaiona tu mara kwa mara lakini hatufahamu inaitwaje na kazi yake hasa. Kwa nini ushike fimbo? Mbona tunaona watiribu wengine wakiwa wanatiribu wakiwa wametumia mikono? Kuna ulazima wote? Fimbo siku zote ni ishara ya amri. Ni ishara ya amri. Kwa hiyo anayeona fimbo manake inamwelekeza aende vipi, afuate mwendo gani. Manake fimbo ni ishara ya amri. Niko hapa mbele kwa maana ya amri, wote wanifuate mimi. Mara nyingine watiribu hawatumii fimbo, kwa hiyo hawatoi amri wao. Basi wanatumia ubabe, sio? Kumbe wanatumia nini? Utakuwa na ubabe. Watiribu jamani, mnaonitazama. Kumbe mnafanya ubabe, sio sawa. Tumieni fimbo. Hii ni ishara ya amri, maelekezo. Tufahamu la umuhimu wa sawa hiyo fimbo kwa mtiribu. Sawa. Yeyote anayetumia hii manake ni sawa sawa na askofu anapopewa fimbo ile. Manake anapewa cheo aelekeze, aongoze. Basi kama mimi pia nawaongoza, ninawaelekeza. Sasa yule ambaye anaelekeza bila fimbo tu sasa anatoka wapi? Mara nyingine nishakukuona na unatumia ubabe. Uongo jamani. Basi wakati huo nilikuwa sipata shule, sasa nitakuwa okay. Kwa hiyo hii fimbo lazima upatie shule. Of course, huwezi kutumia tu bila kupata shule au unaweza kuitumia pekee. Sasa shule yenyewe iko wapi ndugu yangu? Au na mimi unataka niwafokee wenzangu hapa? Sina maana hiyo. Kwa hiyo kupata shule ni muhimu sana. Huwezi kutumia hiyo fimbo bila kupata shule. Kwa hiyo mtiribu ambaye anatiribu bila kutumia fimbo hana shule hakupata shule. Inategemeana pia. Inategemeana. Kuna mwingine maelekezo haya mara nyingi yana hata kwenye madarasa ya kutiribu unakuta wanatumia maelekezo sana ya picha. Kwa hiyo ile michoro. Lakini wanapotumia ule uhalisia unakuta fimbo hakuna. Kwa maana ya madarasa mengi hayana vitendea kazi. Tunasema vitendea kazi. Ndio kama hivi. Na hata tukisema hata Dar es Salaam kwaya nyingi hazina hivi vitendea kazi. Kwa maana vielekezi. Kulazimisha mtu kutumia hivyo mpaka ajue. Unaweza kukuta amefundishwa kufanya hivyo, lakini sasa kumwambia ashike fimbo namna ya kuitumia na yenyewe inakuwa ni tatizo. Unaweza akatumia mara ya kwanza, mara pili anaweka pembeni, anaendelea. Kwa hiyo ndio maana nasema inahitaji mazoezi na shule.
Kwa hiyo mtiribu mzuri ni yule ambaye anatumia fimbo, na hiyo fimbo awe ameifahamu vya kutosha, yani ana elimu kuhusu hiyo fimbo. Kabisa. Tumwimbie Bwana wapendwa. Asante. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Unawaambia nini sasa wale watiribu wenzako ambao hawajawaza hata kupata hiyo shule ya fimbo? Lugha nyepesi tu. Waende kwenye shule. Asante. Makofi kwake mwalimu na mtiribu jamani. Haya, mtazamaji, ni mambo ya fimbo hayo. Kama ulikuwa ufahamu, bila shaka kupitia Sauti Live tumeweza kukujuza, na usio kwa undani sana, lakini umepata idea kidogo kwamba kwa nini fimbo basi na kwa nini mtilibu aishike hiyo fimbo. Naelekea kwenye jumbe nyingine jamani. Kristo tumaini letu. Kristo anasema kwa kweli wanakwaya wamependeza sana, lakini mmeimba vizuri sana. Fanyeni kazi ya Mungu kwa moyo kabisa. Na wapenda sana. Anaitwa Janet kutoka Iringa. Haya, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Nasema ninawapenda sana kwa uimbaji wenu wenye utulivu. Mungu awabariki. Ni Enoki kutoka Jimbo Jipya la Bagamoyo jamani. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Silverio yu kazi moto kutoka Kigoma. Anasema wanaimba vizuri na wapongeza. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Wanakuwa wamependeza kwa kweli na wamenikosha. Dada wa 5 mkono wa kushoto, Mungu ambariki sana. Yeye ni Edgar kutoka hapa Mawezi. Dada wa 5 mkono wa kushoto ni huu. Baby. Dada wa 5 baby. Wewe jina hilo. Baby sogea hapo baby jamani baby. Jamani, kwa nini mnawakosha watu Agustino? Nie tumwimbie Bwana baby. Katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Sogea mbele kidogo. Usiogope baby. Kwa faida mtazamaji, jina lako? Naitwa Renalda lakini nafahamika kama baby. Baby. Pia Sauti ni ya jina kwanza unaimba. Ndio. Umemkosha. Unajisikiaje kukwambia mtu akikwambia umenikosha ukiwa unamwimbia Mungu katika roho na kweli? Nafurahi. Unafurahi? Sifa ni kwa Mungu. We, kusifu? Ni kwa Mungu. Mpe neno moja mtazamaji ulimkosha. Baby unaona aibu baby. Sio aibu. Namkaribisha sana aje tuimbe wote. Haya, umekaribishwa na baby jamani. Makofi kwake baby. Na wengine mjitahidi muwakosha watazamaji katika roho na kweli. Tabasamu zinahusika jamani, sawa? Haya, huyu anasema akamkazia macho. Akampenda. Sio akampenda jamani nyie. Mpaka ujumbe umepotea sasa. Naenda ujumbe mwingine nitakutana nao baadaye, sijui hata uko wapi. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Anasema hongereni kwa uimbaji mzuri. Mungu awabariki sana, mmependeza kweli kweli. Yeye ni Mama Precious kutoka Mbeya Kiera. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Wanakuwa wameimba vizuri na wapenda sana. Naitwa Aaron kutoka Kagera. Asante. Tumwimbie Bwana Katika roho na kweli. katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Sauti ya kwanza, uchangamfu na tabasamu jamani, sijaviona ipasavyo. Sio mimi jamani, mimi mjumbe tu. Anaitwa Devota, anatokea Kibaha Kongoe. Sauti ya kwanza mpo? Tupo. Mikono juu, sauti ya kwanza. Sasa hizo tabasamu zionekane vizuri jamani, si ndio? Sauti ya pili je, huko? Kule tabasamu naona zimejaa jamani. Mbona umewashinda wale? Bezi huko mpo jamani? Bezi hapa. Hatari. Na wewe ndugu yangu Bezi. Hatari sana. Bezi na wewe? Sauti ya 3 wewe. Nitakuja na mimi nijifunze jamani. Haya, tumwimbie Bwana Katika roho na kweli. katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Anasema hakika wanakwaya hao wana muziki mtamu. Mungu awabariki, nimewapenda sana. Mcheza kinanda yuko wapi? Mbona hatumuoni? Yeye ni mwalimu Abeli, kwaya ya Mtakatifu Dominiko, parokia teule Kurutini. Kurutini ni wapi jamani huko? Mnaokujua Kurutini? Anataka kumuona mcheza kinanda, bila shaka mpiga picha atamfikia. Alimfikia lakini mimi nilimuona, pengine wewe uliposogelea runinga yako haikuwa nafasi yake tena, lakini usijali, endelea kufuatilia Sauti Live, utamuona mpiga kinanda. Tumwimbie Bwana Katika roho na katika kweli. roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Na mtazamaji, wakati huu tunakwenda kupata mapumziko, lakini mapumziko hayo tunakwenda kutazama kazi mpya kabisa kwa ya Mtakatifu Agustino ambayo wameitoa kipindi hiki cha Pasaka. Inasema saa ya utukufu, si ndio? Ikiwa ni utunzaji
mwamuzi wake AJ Muyonga. Sijakosea? Niko sahihi kabisa. Ayubu Muyonga. Haya, mtazamaji, twende tutazame alafu tutarejea tena. Usiondoke pembeni ya runinga yako. Sauti Live. Mwashamu Baba Askofu Agapiti Ndorobo wa Jimbo Katoliki la Mahenge anayo furaha kuwatangazia watu wote waliosoma Kasita Seminari na watu wote wenye mapenzi mema kuwa seminari ya Kasita itafanya jubilei ya miaka 75 ya uwepo wake siku ya Ijumaa ya tarehe 3 mwezi wa 10 mwaka 2025 seminarini Kasita. Aidha, Mwashamu Baba Askofu Ndorobo anawaalika wote kushiriki katika maadhimisho hayo, na kwa namna ya kipekee anawaomba watu wote kuchangia kwa moyo ukarabati wa majengo na maandalizi ya maadhimisho ya tukio hilo kubwa na la kihistoria. Sauti Live. Kristo alikubali kuteswa, akafa msalabani, akazikwa, akashuka kuzimu. Akashinda mauti.
Sauti Live. Tumerejea tena mtazamaji, ni Sauti Live na nipo na kwaya Mtakatifu Agustino kutoka parokia ya Kristo Mchungaji Mwema Kimanga, jimbo kuu la Dar es Salaam. Karibu tuendelee kutafakari matendo makuu ya Mungu kupitia muziki mtakatifu, hususan katika kipindi hiki cha Pasaka. Tuendelee kuona fahari juu ya Yesu wa msalaba ambaye ametukomboa kutoka katika utumwa wa shetani, utumwa wa dhambi. Mara hii tunakwenda tena kupata kusikia sauti nzuri sana kutoka kwaya hii ya Mtakatifu Agustino, parokia ya Kristo Mchungaji Mwema Kimanga. Lakini niwapongeze kwa kazi nzuri sana jamani, hongereni sana. Asante. Nipige hata makofi basi. Na mtazamaji, nimekwambia tusiandikie macho wakati wino upo Tumepata kuona video nzuri sana, wimbo mzuri, wameimba vizuri. Kwa hiyo, taongea baadaye. Tunakwenda kupata burudani nyingine mtazamaji, nitarejea. Ni kwaya Mtakatifu Agustino kutoka parokia ya Kimanga.
kwanza jamani. Poleni jamani, pamoja na AC lakini mna sweat, hatari. Makofi tena kwenu jamani. Hatari na nusu Tumwimbie Bwana. Katika roho na kweli. Kanisa la Kisinodi. Ushiriki na umisionari. Kanisa la Kisinodi. Na mtazamaji, Jumapili show ni moja tu. Si umeona pamoja na AC lakini watu wana sweat, hatari sana. Ni mambo ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo kutoka kwa kwaya Mtakatifu Agustino, parokia Kristo Mchungaji Mwema Kimanga. Karibu sana mtazamaji, kama ndo kwanza unaungana nasi, mimi ni Mary binti Yuda. Tunaendelea kusonga mbele kwa sifa na utukufu wa Mungu. Kuimba ni kusali mara mbili. Kwa hiyo kama unatutazama hujapoteza mtazamaji, unaburudika lakini pia unasali mara mbili. Basi twende wala tuifahamu kwaya hii kwa wewe ambaye kwa mara kwanza unakutana nayo katika Sauti Live. Sio wageni sana, kwa hiyo hatuna mengi sana zaidi ya kupata muziki mzuri, muziki mtakatifu. Tumwimbie Bwana. Katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Basi ngoja nisome ujumbe, alafu mtaniambia mimi nitaongea na nani hapa. Haya, Mtiribu umekanyaga waya Mtiribu. Mapendo. Daima. Mapendo. Daima. Anasema anakuwa yote wameimba vizuri, ila nimekoshwa sana na mzee mwenzangu mwenye nywele nyeupe. Anaitwa Peter Tosha, yupo parokia Mabwepande Dao. Hai baba Peter. Njoo basi jamani. Makofi kwake baba. Sogelea kisemeo babangu. Jamani, mtoleeni hapo faili jamani Baba sogea tena, ni wivu tu. Tumwimbie Bwana. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Baba bila shaka waitwa Peter kama sijakosea. Haya, na huyu wa jina wako anaitwa Peter Tosha kutoka Mabwepande. Amesema umemkosha sana. Ndio wewe unavyoimba baba. Una miaka mingapi kwenye kwaya? Nina miaka mingi kidogo. Lakini katika kwaya hii ya Mtakatifu Agustino naweza nikawa na miaka kama 16 ndani ya kwaya Mtakatifu Agustino. Makofi mengi kwake jamani. Mwaka 70 ngapi? 75. Aise, hongera sana baba. Tangu anza kuimba kutoka mwaka 75. Nini hasa unakionja katika utume wa uimbaji? Katika utume wa uimbaji ninachoweza kuamini ni furaha ya moyo. Okay. Paka hapa nilipo mtu kiniambia nina pressure, nitakuwa na shangaa kidogo kwa sababu kwaya inaniondolea stress yoyote ambayo inakuwa imetokea labda mchana. Wakati naenda kwenye zoezi, naenda kubadilisha stress zote na mambo yanaenda sasa kwa jamani, ni kweli. Makofi mengi kwake baba Peter. Hai jamani, mnaambiwa kwenye kwaya hakuna stress. Kwenye kwaya uzeeki toka mwaka 75, wengine hata sijui. Haya, lakini mpaka leo baba bado yuko vizuri na anaendelea kumwimbia Bwana katika roho na kweli. Ndani ya kwaya Mtakatifu Agustino miaka 16. Hivi ni changamoto kubwa unaiona katika kwaya? Kimsingi katika kwaya hakuna changamoto za ajabu zaidi ya kwamba tunapoongoza watu, tunapoishi mahali pamoja watu wa kada tofauti, tukizingatia kwaya ina watu wenye umri tofauti tofauti. Tuna watoto, tuna watu wa vijana wa kati, vijana wa juu kidogo, lakini kuna wazee. Sasa yote yale muyafanye kwenye mafungamano. Si kazi rahisi sana, lakini ukitokea kile kitu tunaita utii ule wa kusema ule ujumbe wetu wa tumwimbie Mungu katika roho na kweli, wote tukizingatia lile, hatuwezi kupata mambo yatakayotufanya mpaka tutengane. Nilishawahi kutoa kauli moja nikasema, mwanakwaya atakayechoka kwaya asifikiri kwaya ndio ilimchoka. Yeye amepata matatizo kwa kujitatiza mwenyewe. Kwaya ni sehemu ya faraja, ni sehemu ya changamoto unapokutana nazo, ndipo unazidi kukua kiroho na kimwili pia. Mimi wakati mwingine nilikuwa sina mwili mkubwa,
Sasa hivi nikiwa kwenye Agustino nimezidi kuendelea kuwa mnene. Watu wananiambia kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yanaweza ambayo sasa kama tunakaa kwa uaminifu, uaminifu ni mkubwa. Watu wafike mazoezi, mtu asizoe tu kwamba ninajua wimbo utakaoimbwa Jumapili ni huu. Ajue kwamba bado haujui, hata kama alikuwa anaujua alifundishwa. Haje mazoezi. Kila wakati mwanakwaya aipende kwa yake, haje mazoezi. Hatuhitaji mwanakwaya anayeweza kuwa wa matukio au wa vieneo. Wanakwaya wangu wengi wanajitahidi kuja, ingawaje sasa machangamoto. Sasa unaona rika hili ni rika la utafutaji, wana majukumu ya kifamilia. Kwa hiyo haya mambo lazima uendane nayo pia. Ukiwa kama kiongozi au ukiwa kama mwanakwaya mmoja lazima atambue rika hili ninaloenda nalo linatafuta kazi, wengine wanapata kibarua mahali, lazima watunze kibarua, lakini watunze upande wa kwaya pia. Lakini yote hayo ni changamoto ambazo mimi kwa ujumla ninachokiona kikubwa kinachosababisha changamoto kwa kwaya nyingi ni hili swala tu la marika kwenda kwenye hatua za marika. Hizi zinatuletea shida sana katika uimbaji. Naweza kukuta kwa ilikuwa juu sana, baadaye ikashuka sana. Kauliza kwa nini? Vijana walikuwa naimba sauti ya tatu wote waliondoka. Walienda kutafuta, wamepata kazi mkoani. Sasa ataacha, na serikali imempangia kule Songea. Hawezi kuja kung'ang'ana na Agustino hapa aache kazi pale. Lazima akimbie kwenye kazi. Kwa hiyo hilo ndio changamoto kubwa naloamini, lakini hao wachache ambao tunaokuwa nao ndio tunasema tushikamani, tufanye bidii kuhakikisha kwamba hizo changamoto hazitakuwepo. Yaani hatutaki tuonekane kuna watu wanaistahimilisha kwaya, kwa maana ya kusema kwamba kwaya itakaa kwa sababu ya mimi. Mimi nafikiri hilo lisahaulike. Kwaya itakuwepo milele, ila watu hawatakuwepo milele. Haya jamani, tumesikia wanakwaya? Ndio. Tumesikia? Ndio. Mimi cheo changu ni mwenyekiti wa kwaya Mtakatifu Agustino. Bado mwenyekiti. Hongera sana. Asante. Mungu akubariki baba. Amina. Uimbe mpaka utembee na mkongojo. Nitashukuru sana. Asante sana baba. Asante. Swali la mwisho tu, unaiona wapi kwaya Mtakatifu Agustino kwa miaka 5 ijayo? Kwa miaka 5 ijayo niamini kwaya inaenda kuwa nzuri zaidi, kwa sababu tulitoka kwenye maului ya Kigango. Sasa hivi kwaya imepata parokia kubwa, nafikiri ni mojawapo ya parokia kubwa zinazomiliki mkoa wa Dar es Salaam, jimbo la Dar es Salaam. Kwa hiyo niamini wanakwaya wote waone tuna jukumu kubwa la kwenda kuinjilisha kwa umahili zaidi, ili sauti ile kanisa lijae sauti. Ile kanisa bado tunahitaji kama ile kundi mara 2 tukiimba ndio volume ya ile kanisa letu ijae. Kwa sasa hapo wanakwaya ngapi? Kwa sasa hivi tuna range kati ya 52, lesi wakisafiri wale wa chuo basi tutakwenda mpaka 35. Kwa hiyo wanawake ni wengi zaidi. Wanawake unajua ni maua yetu yanayotuongoza. Kwa hiyo niweze kuamini tu, ukiona wingi wa wanawake usiulize swali, wanajua wajibu wao. Sisi wa baba tunajua wajibu wetu kwa sehemu yetu, kwa sababu ni watafutaji. Sisemi wa baba kwa kuwa wachache ni wakorofi au nini, hapana. Ule utafutaji wa wababa ni tofauti na utafutaji wa wamama. Wamama wamekea familia zaidi, lakini wa baba pia wanawaacha wamama hebu tukatafute hapa na pale. Teteaga tu wa baba. Hata wamama siku hizi tunatafuta, si ndio? Jambo tunasema kwamba mwanamke ni nuru iangaziayo ulimwengu, ni manukato ya waridi, ni kisima cha busara na hekima. Alipo mama mambo yote yanakwenda sawa, si ndio? Haya, makofi kwenu wanawake jamani. Mwenyekiti, niendelee kukutakia utume mwema. Asante. Wakati mwingine tukikutana natamani niendelee kukuona. Amina. Kila la heri. Nisiache tu jambo moja, kumpa hongera sana Baba Askofu Stefano Msomba. Mimi nilikuwa mlezi wake Songea katika utawa wetu wa Mtakatifu Agustino ambako niliordinate hapo nyuma. Kwa hiyo nashukuru sasa leo amepata jimbo. Basi tuendelee kumwombea. Kwa Mtakatifu Agustino ni waombe kabisa waendelee kumwombea katika utume huu mpya aliopata, aweze kuendelea kuwa nuru
katika ile jimbo jipya la Bagamoyo. Asante sana. Makofi mengi kwa mwenyekiti jamani. Mwenyekiti anatosha. Anatosha vipi? Mwenyekiti anatosha atoshi. Anatosha. Tena kwake jamani. Amina. Asante sana. Naam, mtazamaji ni mwenyekiti wa kwaya hii ya Mtakatifu Agustino, nimekutana naye mara nyingi, kumbe bado ni mwenyekiti. Basi kila la heri kwake. Kuimba hakuna uzee jamani, na unapoimba uzeeki. Basi nami natarajia kwenda sauti ya tatu ya kike tu. Ipo hapo. Ya tatu ya kike. Yupo mama? Basi tutaungana naye. Na mtazamaji, burudani ndio sehemu ya kipindi chetu. Basi tusichoke sana, jumbe ni nyingi sana, lakini hebu twende basi tupate burudani ya Kristo mfufuka kutoka kwa yeye Mtakatifu Agustino. Karibu.
katika roho na kweli. Mwimbie Bwana. Haya, muda wetu unakwenda kweli kweli. Imenipasa nikatishe kidogo, lakini msijali jamani, si ndio Ndio. Kuna ujumbe hapa umenipotea jamani, umetoka Iringa na ukumbuka vizuri. Unaulizia dada mwenye miwani na kitambaa cheupe kichwani. Mimi ni mjumbe tu jamani. Mwenye miwani na kitambaa kichwani. Jimbo lipo wazi. Wameanza
anacheza hapa ndugu yangu. Tumwimbie Bwana jamani. Katika roho na kweli. Karibu dia. Asante. Unaitwa nani? Naitwa Aurelia Mhawa. Sisi tunahitaji jibu, tuko Iringa pale tunasikilizia jibu. Pameanza kuchangamka. Kwa kweli. Jimbo liko wazi. Hai jamani, mimi ni nani? Mimi ni mjumbe tu. Na mwenyewe sikajibu jamani. Ndio. Haya Iringa tunakusalimia Kamwene. Haya jamani, ni mambo ya Sauti Live hayo jamani, utoke uende wapi? Watu wanakutanishwa hapa jamani. Katika roho na kweli lakini jamani. Aha, haya. Walau nipunguze jumbe chache tuelekee kutamatisha. Sasa jumbe ni nyingi mno. Tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Anaitwa Joseph kutokea Sumbawanga, familia takatifu. Bila shaka ni kwaya hiyo. Kwa ujumla amependeza na mnaimba vizuri sana, mbarikiwe na Bwana. Amina. Haya, tumsifu Yesu Kristu. Milele amina. Joseph huyu kutokea Sumbawanga amerudia tena. Haya, huyu anaitwa Baraka Michael kutoka parokia Mtakatifu Remigius Kigoma. Hongereni, mnaimba vizuri sana. Asante. Haya, habari yako? Jamani mnaitikia kwa niaba yangu, habari yako? Anaitwa Frateri Chris kutoka Seminari Kuu Peramio, anawatakia heri ya Pasaka. Ya kutoka Peramio huko. Anaitwa Kani, anatokea parokia ya Lundumato. Baba aliyeweka miwani juu anacheza vizuri. We! Umefikiwa baba? Umefikiwa baba? Wako wawili? Miwani juu? Basi waje wote. Au mnasemaje jamani? Wote wameweka miwani juu jamani. Mmependeza kwanza jamani. Suti zenu nzuri. Wadada wameniambia wataniambia huu mshono wa sketi unaitwaje. Nimeupenda na mimi. Hongereni sana. Asante. Mnacheza vizuri. Asante. Mnajisikiaje kucheza katika Bwana? Mr. Case, welcome. Asante. Yes. Kucheza katika Bwana inapendeza na inaondoa stress kama ndugu yangu alivyosema. Ndio, inaondoa stress. Inaondoa stress. Yes. Asante sana. Asante. Nimefurahi kukuona. Mimi pia. Asante. Karibu sana. Asante. Asante sana. Baba karibu. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mimi kwa jina naitwa Charles Rutaruga. Rutaruga. Ndio. Ni mwanakwaya Mtakatifu Augustino kwa miaka mingi. Lakini kinachonifurahisha kwa leo. Sogea mbele kidogo baba. Bado miaka miwili kufanya jubilei ya miaka 50 ya kuimba. We, makofi mengi kwake. Miaka 50 ya kuimba. Hongera sana. Mwaka 1977. Haya, mwenyekiti 75 au 77. Safi sana. Ndio. Hiyo. Nitawakaribisha wote tufanye jubilei kwa pamoja, wanakwaya wawe wote. Amina. Tutaenda kufanyia Bukoba au hapa Kimanga? Tukajua tutaenda. Tunaweza tukaenda hata ni wapi? Na Kijoga. We, kwa Mama Maria pale. Ndio. Safi kabisa. Baba hongera sana, nikutakia utume mwema. Asante. Asante sana. Wapendwa, tumebaki na dakika chache sana. Na jumbe ni nyingi sana, lakini ni kuombe radhi mtazamaji kwa yeye ambaye sitasoma ujumbe wako. Zaidi ya jumbe 1000 sio rahisi kuendelea kuzisoma zote, lakini kubwa mnapongezwa, mnafanya vizuri na Mungu aendelee kuwalinda na kuwatunza katika utume mliochagua. Amina. Mimi niwashukuru sana kwa kunipa muda wenu watazamaji, lakini nishukuru kwa Mtakatifu Augustino, asanteni na karibuni tena. Asante. Haya, bila shaka katika YouTube tunawapata kupitia jina la kwa Mtakatifu Augustino, parokia ya Kimanga, Kristo mchungaji mwema, si ndio? Ndio. Unakwenda kutazama kazi zao vizuri pale, basi karibu kuzitazama kazi zao, na moja kati ya kazi mpya ambayo tumeitazama leo na nyingine nyingi, tuendelee kushirikishana katika kuhakikisha injili ya Bwana inasonga mbele kupitia utume huu wa uimbaji. Mimi naitwa Mary binti wa Yuda, mmoja tu. Jumapili nayo ni siku, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu tukutane tena. Tumwimbie Bwana Katika roho na kweli. Katika roho na kweli. Tumwimbie Bwana. Tunakwenda kupata burudani nyingine. Karibu mwalimu.
kweli, ni kweli, haleluya, haleluya, amekufu, ni kweli, ni kweli.